Ukitizama kikosi cha Azam kina wachezaji wengi ambao wanahitajika kuhitajika na watu tofauti tofauti, nikimaanisha vilabu mbalimbali, lakini hata na Azam wenyewe kwenye kujipanga kwao, ukitizama maboresho ambao mnahitaji kuyafanya, hatuwezi tukafahamu ama kujua kutoka kwako baadhi ya wachezaji ambao tayari mshaanza kuwalia target kwa ajili ya msimu ujao. Wala hatujaanza, kwa sababu inabidi msimu kwanza uishe, mwalimu atoe ripoti ya msimu mzima ikoje, alafu klabu ichakate ile ripoti, alafu ndio ijue mwalimu kapendekeza nini na nini kifanyike. Zimesalia mechi sawa mpaka zote ziishe, mwalimu mpaka mechi zote ziishe ndo anakabidhi ripoti, kwa sababu hiyo ripoti itahusu mpaka hizo mechi mbili. Hawezi kutoa ripoti sasa hizo mechi hazijafanyika. Lazima hizo mechi zifanyike, kwa sababu ripoti itajumuisha msimu mzima kwa mashindano yote. Kwa hadi mechi ya mwisho ya msimu ikiisha ndio ripoti inakamilika. Hiyo ripoti ndio itafanywa kazi baada ya hapo. Tulisikia kwamba Azam wanamhitaji Jonathan Soa. Hata si tulisikia. Kwa kusikia yanasema tu mengi, lakini sisi hatumhitaji. Ukweli ni kwamba hatumhitaji. Hamjavutiwa naye kweli? Hatumhitaji. Hiyo swala kuvutiwa ni jambo lingine, lakini hatujai kumhitaji. Yaani kwa sababu ni mchezaji wa watu na tunawaheshimu. Sisi hatujai kumhitaji mchezaji yule. Na baada ya hizo tetesi kuvuma, alisikika pia Hussein Masanza akisema kwamba kama kweli wanamhitaji zije hapa bilioni 3. Hatumhitaji sasa sisi. Kwa hiyo hata 100 hatuwezi kutoa. Yaani hata shilingi 100 hatuwezi kutoa, kwa sababu hatumhitaji. Kwa kama walijiandaa na bilioni 3, sawa, evaluation ya mchezaji wao ndio wanajua mchezaji wao ana thamani kiasi gani, sio? Lakini bahati mbaya sasa hatumhitaji. Kwa hiyo hatuwezi kusema chochote kwenye hilo. Na bado hamjavutiwa na mchezaji wote ndani ya ligi za Kazakali? Sisi hatuvutiwi, yani kinachotakiwa kwamba inasomwa ripoti kwa mapendekezo ya mwalimu. Mwalimu akishasema sasa ndio maana yake anayevutiwa atakuwa mwalimu. Akishapendekeza kwenye timu yake anahitaji mtu wa namna gani au nani, kwa sababu sio lazima anataje mtu. Anaweza kutaja sifa kwamba anataka mchezaji kama ni mshambuliaji basi labda mshambuliaji mrefu au anajua kutumia mguu wa kushoto au nini, atatoa sifa. Au kama anapendekeza mpaka mtu mwenyewe, bwana namtaka fulani, alafu klabu itaangalia. Lakini kwa sasa hatuwezi kusema chochote. Sasa hivi hatuvutiwe yote. Nasikiaga wataalamu wakisema kwamba scouting ya mchezaji inahitaji muda kidogo. Sasa kwa sasa hivi nilidhani kwamba itakuwa tayari kutokana na muda mrefu tayari, kama ni mchezaji mshamfuatilia mpaka muda huu kwamba mkafahamu huyu anahitajika. Muda kidogo hiyo ulivyosikia wewe kwamba scouting ya mchezaji inataka muda kidogo. Muda kidogo ni unaanzia mrefu kwa kiasi gani? Yaani unaenda mpaka kiasi gani? Yaani huo muda mrefu unakwenda miaka 3, miaka 5 au? Kwa sababu unazungumza ligi itaisha huu mwezi wa 6 tarehe 22. Usajili utaanza Agosti mosi. Utaanza Julai mosi unakwenda hadi Agosti 31. Kuna miezi kwa hiyo itaangaliwa wakati huo. Kitachofanyika. Alionekana Nasruddin Nabi kwenye baadhi ya michezo, lakini maneno mengi yakizuka kwamba amekuja kumfuatilia Faisal Salum Abdalla. Sasa na hayo maneno wewe ukayapokea kwa sababu kaonekana kwenye mchezo wa watu wengine. Alafu unasema kamfuata Faisal. Faisal kwenye mechi alikuwepo? Hajakuwepo. Kwa nini story sio hao wachezaji kwa hiyo mechi? Ngoja kwanza. Hiyo mechi ilikuwa hamna mtu yoyote ambaye anaweza kumchukua. Alikuwepo. Kwa nini hamwazungumzii hao? Kwa nini inakuwa story mtu ambaye hayupo kwenye hiyo mechi? Kwa sababu Kaizer Chiefs walikuwa pia wanavutiwa na uchezaji wa Faisal Salum, na ukifuatilia pia kwenye tetesi yupo ni miongoni mwa mchezaji ambaye anatajwa kujiunga na kikosi hicho. Kweli. Lakini amekuja Nabi kaenda kwenye mechi nyingine. Hajaja Azam. Kwa nini msizungumze kuhusu ile? Yaani mimi nadhani kama waandishi mmesikia tetesi, mmesikia Nabi mmemuona. Lakini Nabi mwenyewe hakuepo huko mnakwenda nyinyi. Kwa nini sasa msihamishe tetesi zenu mkasema kumbe huku tulikuwa tunaingia chaka, Nabi kaja hapa kuna mtu anamtafuta? Kwa nini siwe vile? Yaani kwa nini mnabaki na njia ile ile kwamba nyinyi ni waandishi ambao mnatakiwa mdadavue mambo. Mmesikia tetesi kwamba Tanzania itaongeza ndege kutoka Canada. Lakini baadaye anaonekana waziri wa uchukuzi ameenda Dubai kununua meli. Nyinyi bado mnabaki na ndege tu kati mkaenda kununua meli au katembelea kiwanda cha meli au kiwanda cha treni. Nyinyi bado mnabaki na ndege kichwani tu. Sasa mtajiona nyinyi mnatakiwa mbadilike kutokana na mazingira, kwamba mlisikia hivi. Lakini baada ya mazingira kuonekana sio hayo, mnabidi muende huko sasa. Kwa sababu hayo ndio maisha halisi. Kuna tetesi
alafu kuna uhalisia. Sasa tetesi zimesema hivyo, lakini uhalisia haukuwa huo. Kwa hiyo ingetakiwa mdili na uhalisia, kwa sababu alionekana kwenye mechi nyingine na hiyo mechi ilikuwa ina wachezaji. Ni jukumu lenu kwa kuangalia kwenye hii timu ni mchezaji gani anaweza kama amemfuata huyu. Na baada ya pale watu walisema pia kulikuwa kuna kikao cha siri kabisa hicho kikimzungumzia mchezaji wenu Zaka. Nyinyi mnahangaika na vitu vya siri vya wao, ni wa kwetu mpaka msimu ujao wa kwetu. Si mchezaji wetu ana mkataba mpaka 2026. Kwa nini sasa tuwe na shaka na mchezaji wetu? Vitu vya siri si hatuwezi kuconfirm, kwa sababu kama umezungumza ilikuwa kikao cha siri. Kwanza mimi nakusikia wewe kwamba kulikuwa na kikao cha siri, hata sijai kusikia hiyo ya taarifa. Kwa hiyo hata siwezi kujua kama ilikuwa vya siri, itakuwa vya siri, lakini kwetu sisi hakuna ambacho kipo chochote. Maisha yako vile vile kama ilivyokuwa mwaka jana, kama ilivyokuwa mwaka juzi, kila kitu kiko sawa sawa. Na pia hapo kuna mvutano pia wa watu wa Kariakoo kuhusiana huyo Faisal. Tulisikia Young Africans na mwenyewe pia anamhitaji kumrudisha. Yeye maana aliwauzia ninyi. Anahitaji kumrudisha mchezaji ambaye alikuaga kwake, na Simba pia wameweka nguvu pia kwa huyo mchezaji wenu. Wao wanasemaje wenyewe? Wanamhitaji. Wamesema hivyo. Na wanafisikana kwamba kuna mazungumzo yashaanza kufanyika kati ya Faisal na Simba. Simba amewauliza kuhusu hicho? Bado. Kaulizeni kwanza basi. Sasa sisi tutajuaje kama mazungumzo ni ya Faisal na Simba? Sisi tutajuaje sasa? Tunataka kufahamu Babu Zaka kutoka kwenu ni kwamba kuna hizo taarifa wamekuja kuzungumza na nyie. Kwani taarifa zinasema mazungumzo nani na nani? Ya uongozi wa Faisal pamoja na sasa si ndio muwaulize. Sasa unakuja kusisi uongozi wa Faisal sio sisi. Lakini wewe ni mtu wa karibu pia na. Hapana, mimi ni klabu. Lakini tetesi zinasema Faisal na uongozi wake na Simba. Sasa mimi ni nani hapo? Kwenye timu inayomsimamia Faisal mimi sipo. Kwa ingekuwa sasa unazungumza Azam FC labda, lakini watu wengine muulize wao wenyewe, si wanapatikana, si wapo hapa nchini. Lakini bila shaka hizi tetesi umeziona mitandao. Mimi tetesi nimezianza kuziona siku nyingi sana. Sio leo tu, yani tetesi siku nyingi sana. Kuhusu hizi za Faisal. Sio tu Faisal. Yani kila kitu kuhusu wachezaji wao wote una tetesi. Kwa hiyo sio kitu kigeni ambacho nitaona tetesi leo nianze kuhangaika nacho, kwa sababu kwenye mpira tetesi ni kawaida. Unafahamu? Tetesi kwenye mpira ni kawaida. Kwa hiyo tetesi ikitoka imetoka, ndio hivyo maisha yako hivyo tu kwenye mpira. Hakuna haja ya tetesi kutoka halafu kuifanya klabu kuwa busy na hiyo tetesi. Huwezi, mpira maisha tetesi. Tu wenyewe tunahusishwa na wachezaji wengi tu hapa sisi. Wachezaji wengi sana wanahusishwa na sisi, lakini ndio hivyo mpira kwa hivyo. Ambao wengine ndani hapa waweza kutuambia nini nani? Si mitandaoni si mnaona? Yaani kwani hiyo ya Faisal alikwambia nani? Mitandaoni. Angalia huko utaona, kwa sababu ni huko wanahusisha watu. Sisi sio sehemu ya tetesi. Yaani sio sehemu ya chanzo cha tetesi, ila tunahusishwa kwa sababu sisi ni football club. Na nikwambie kuna mkasa fulani aliwahi kusema Michael Richards. Sio kama unamjua Michael Richards. Michael Richards alikuwa mchezaji wa Man City. Sasa hivi ni mchambuzi. Alisema wakati yuko Man City mkataba wake ulikuwa unakwenda kuisha. Alafu Man City kama vile hawataki kusaini mkataba mpya na yeye au wanamzingua. Wakati mwingine kama wanataka kumpunguza thamani ili kwenye negotiations yeye awe kwenye disadvantage. Wakala wake akatengeneza tetesi kwamba Real Madrid wanamtaka. Man City wakapanic. Wakaenda wakamsainisha mkataba mkubwa sana ili kuwaweka pembeni Real Madrid. Tayari mambo yameshaenda. Kwa hiyo tetesi wakati mwingine zinatengenezwa. Sasa zikiwa zinatengenezwa mkituweka biza sisi inakuwa ina maana. Ndio maana nakwambia tetesi ukiona zinamhusisha nani na nani, watafute wao. Kama inamhusisha kuku na bata, watafute kuku na bata wenyewe watajua cha kusema. Ukienda kumuuza njiwa atakuwa anajua nini sasa.